Nani anataka kuendelea na mateso haya ya bure ya CCM mpaka kiyama? Nani? Ndio maana tunasema, ndio maana sisi wa Chadema tunasema kama hawataki mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, tuzuie uchaguzi. Uchaguzi usifanyike. Sasa uchaguzi hautafanyika kwa sababu Lissu amesema tu. Hautafanyika kama wananchi wa Masasi na wananchi wa Tanzania hii mkikubaliana na msimamo wetu, mkasema uchaguzi huu hautafanyika. Hatutaenda kupiga kura, hatutaenda kujiandikisha. Siku ya uchaguzi tutaandamana. Wanatufunga wote. Wanatufunga wote. Kwa kosa gani? Watatufunga kwa kosa gani? Kuna sheria gani ya Tanzania inayosema kwamba lazima tushiriki kwenye chaguzi za kijinga? Sheria gani hiyo? Ya nchi gani? Kwa kama hawataki tutengeneze utaratibu bora wa kupata viongozi, sisi wananchi wa Masasi na sisi wananchi wa Tanzania tuharibu huo uchaguzi. Hawatatuwekea bunduki kichwani sisi wote. Wanaweza hiyo? Wanaiweza hiyo? Ndio maana tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. No reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa kuna wajinga wanasema hivi, msipoenda kwenye uchaguzi chama kitakufa. Jamani, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka jana mwezi wa 11. Tumepata nini? Tumepata nini? Watu wetu wameuawa. Watu 4 wameuawa kwa sababu ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana. Tulienda kwenye uchaguzi mkuu wa 2020. Waliua watu zaidi ya 25 Zanzibar, wakaua watu Tunduma, wakaua watu Tarime. Tulipata nini? Tulipata nini? Tulikwenda kwenye uchaguzi 2019 wa vijiji. Magufuli aliufuta wote. Tulienda, tulipeleka wagombea. Tulipata nini? Kwa tukienda mwezi wa 10 tutapata nini cha tofauti na mwaka jana na 2020 na 2019? Tutapata kipi cha tofauti? Tutapata kipi cha tofauti? Wanaosimamia ni wale wale. Walioharibu mwaka jana ndio wanaosimamia mwaka huu. Walioharibu 2020 ndio wanaosimamia leo. Walioharibu 2019 ni wale wale. Kwa tukienda chama kinakufaje? Chama kinakufaje? Nye wote mtaenda CCM? Mtaenda Chauma au Kadea? Msipoenda kwenye uchaguzi hamtapata ruzuku. Tunaambiwa hamtapata ruzuku. Aha. Kumbe shida sio kwamba watu wetu wanauawa. Shida sio kwamba watu wetu wanaenda kuumizwa. Shida ni kwamba twende ili tupate ruzuku. Tupate ruzuku. Hiyo ruzuku inafika Masasi. Inafika huku. Na haya maisha ya watu, bei kumbe ya watu, maisha ya watu ni ruzuku kwa vyama vinavyoshiriki upinzani kwa uchaguzi.
kuna watu wanawaza pesa, hawajali watu kufa. Ndio hivyo. Sasa sisi ndugu zangu wa Masasi, tumesema tutafanya kila linalowezekana kuhamasisha umma wa Tanzania kuzuia uchaguzi. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje watu wa Masasi? Na mtu anayesema wanaogopa uchaguzi, ndugu zangu, mimi na miaka 57 leo. Miaka 57 sio umri mdogo. Nimeanza kushiriki uchaguzi Tanzania nilikuwa na miaka 27 mpaka 95. Mimi nimegombea ubunge, nimetoka chuo kikuu mwaka jana. Nikagombea ubunge, nikarudia tena na tena, nikashinda tena. Lema amegombea mara ya kwanza sio miaka mingapi, 27 na yeye ameshiriki uchaguzi, ameshindwa na ameshinda mara mbili. Sisi ndio watu wa kuogopa uchaguzi? Mimi nimegombea urais, mimi ndio wakuitu kuambiwa naogopa uchaguzi? Hatuogopi uchaguzi. Tunataka haki. Tunataka uchaguzi uwe wa haki. Hatutaki uchaguzi ambao watoto wetu, ndugu zetu wanatolewa kafara. Chaguzi zetu siku hizi haziwezekani bila polisi kuua watu wetu. Hatutaki chaguzi za aina hiyo